Uongozi wa chama cha UDA ukiongozwa na katibu mkuu Hassan Omar umeitaka idara ya upelelezi wa jinai nchini DCI kumkamata na kumchukulia hatua kali za kisheria aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusiana na matamshi yake ya kupotosha ya sakata ya mafuta humu nchini. Omar akihutubia wanahabari amesema kuwa Gachagua anaendelea kuwa tishio na kupotosha umma kuhusiana na masuala yanayoathiri taifa iwapo hatachukuliwa hatua kali za kisheria. Aidha, wamekemea maafisa waliohusika na sakata hiyo wakibaini kwamba ni jambo linaloweza kuharibu uchumi wa taifa la Kenya hasa katika sekta tofauti humu nchini. Frederick Wambua anaarifu. Ruto aliingia kitu inaitwa G2G. Hii biashara yote ya mafuta ndio anafanya kupitia kampuni inaitwa Gulf Energy na ingine inaitwa Starbex. Tangu tuingie serikali ametengeneza faida zaidi ya 1.5 trillion. Matamshi ya kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua na baadhi ya viongozi wa upinzani kuhusiana na sakata ya mafuta nchini yanaonekana kuibua hisia mseto. Leo hii chama cha UDA kikiongozwa na katibu mkuu Hassan Omar kimetaka na kushinikiza idara ya upelelezi DCI kumkamata mara moja Gachagua na kumchukulia hatua kali za kisheria kuhusiana na semi zake. Wajua, before Wamunyoro is allowed to bring this country down, that's why I'm telling the DCI, make good some of your statements. Arrest this gentleman. Sisi tuko tayari. Arrest him. Kwani atatufanya nini? Yes, iko watu yake kidogo fanatic watapiga kelele mahali hapa na pale. So what? If we continue to exercise restraint, they look at restraint as cowardice. So it is important for us now to demonstrate our sense of courage as a nation. We know that there's a lot of remnants of the Uhuru regime who are still working for our government, are sabotaging this country and this government in all aspects, in all sectors of the economy, in all public institutions and state corporations. I want to tell you that we serve as a warning. Omar akisema kuwa ijapokuwa kila Mkenya ana uhuru wa kuzungumza, Gachagua anahitaji mafunzo kabambe ya kutovuka mipaka wakati ambapo kuna masuala yanayoathiri taifa la Kenya kwa ujumla. Matters touching on national economic security demand restraints, maturity and statesmanship from leaders across all political persuasions. Regrettably, Wamunyoro has consistently fallen short of this standard, repeatedly demonstrating a profound deceit in judgment and statesmanship. His recent posture lending credence to narratives and schemes that threaten economic stability reveals a leader seemingly willing to assume the role of a political economic hitman, prioritizing factionalism and sectarianism expediency over national interest. A conduct that is not only unbecoming of a leader of his stature, but also dangerously inimical to the society's welfare and the security of the country. Aidha, kama chama wamejitokeza kukemea maafisa husika katika uagizaji wa mafuta kinyume na mchakato uliopo wa G2G, wakidokezea unaweza kuleta janga la kina katika sekta tofauti nchini. If fuel prices were to go up, it affects all other sectors of the economy. The fuel crisis will create a volatility in the economy that is unprecedented. And yet Kenya has been able to mitigate this volatility quite effectively. So I think it was an utmost lack of patriotism for any public officers to conspire with private sector players to attempt to subvert a crisis in a manner, or rather than avert a crisis, to precipitate a crisis that would have probably created such enormous challenges for any government. Other governments, other countries are already rationing. Frederick Wambua, Undugu TV.